Amen. Tunaenda kujifunza kuhusu nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Mwambie jirani yako, nguvu ya msalaba. Kimsingi tukiongelea Pasaka tunaongelea ufufuo. Si sana kifo cha Kristo, lakini zaidi sana ufufuo na kazi njema ambayo ilifanyika kupitia msalaba. Maana mwisho wa siku asingefufuka, tusingekuwa na siku hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana Muhammad naye alikufa lakini hakufufuka. Watu wengi ambao walifanya mambo makubwa, manabii wa kale walikufa, ambao walitabiri hata ujio wa Yesu na hawakufufuka. Kwa hiyo shangwe ya Pasaka ni ufufuo wa Kristo, kwamba mauti haikuweza kumshika, mauti haikuweza kumweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Na tukianza kuongelea kwa habari ya Pasaka, inatulazimu kwenda kuona kwa nini Pasaka, kwa nini msalaba ulihitajika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini msalaba ulihitajika? Na tukienda kwenye kitabu kile cha Mwanzo, sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili. Tutaanzia tu hapo mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Na tunaamini kwamba katika uumbaji huu ambao Mungu aliufanya haikuwa siku moja. Maana yake aliumba na akamaliza kila kitu. Sura ya kwanza tu pale aliumba na kumaliza kila kitu cha uumbaji ambacho kilikuwa kinafanya nini? Kinahitajika. Haleluya. Kwa hiyo aliziumba mbingu na nchi, kamaliza kazi. Twende sura ile ya mstari ule wa pili, mstari wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Anasema na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa tatu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nini? Kwa tunaona hapa sasa kuanzia mstari wa tatu Mungu anafanya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari ule wa 25. Mstari wa 25. Hapo sura ya kwanza mstari wa 25. Anasema Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni nini? Ni vyema. Mstari wa 26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale hivi vya juu tulivyoviumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali langu linakuja, kwa nini aweke mtu wa kutawala? Kwa sababu mstari wa kwanza, baada ya kuumba, aliporudi, kwa sababu kulikuwa hakuna mtawala wa hivi vitu, kukawa na giza. Mstari wa pili, kukawa na utupu. Kile ambacho kilitengenezwa kikaharibika kwa sababu ya hakukuwepo na mtu wa kufanya maintenance. Sijui kama mnaelewa, ukiwa na vitu nyumbani unaweza ukawa na nini wanaita air condition, si ndio? Air condition unaweza ukaitumia ukawasha ukapata baridi, lakini kuna kipindi na kuhitaji ifanywe nini? Maintenance, ili iendelee kuwepo katika ubora ambao unahitajika kufanya nini? Kuwepo. Na kitu ambacho pekee kilikuwa kimekosekana ni mtu wa kufanya nini? Maintenance, kutunza vile vitu ambavyo Mungu ameshavitengeneza katika ubora. Na kwa sababu mtu huyo hakupatikana, giza likaingia. Biblia inasema out of form. Kitu ambacho kwa kimetengenezwa katika mfumo mzuri kikaanza kupoteza ule mfumo na shape ambayo Mungu alikusudia kiwe. Kwa hiyo tukaanza kuona giza likaingia. Wangapi ambao wanaelewa kwamba nyumba ambao haikaliwi inaharibikaga, inakufa wanasema? Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu wa kufanya maintenance. Kwa hiyo watu wengi wanasema hapa shetani alikuja akaharibu. Mimi sijui sana, lakini nimesikia hicho. Lakini najua kitu chochote kile ambacho kimetengenezwa na Mungu kikikosa mtu wa kukiangalia, kuwa na uangalizi, kinaharibika. Tofauti ya bustani na msitu ni kwa sababu kwenye bustani kuna mtu anaangalia na kupangilia vitu vikuaje. Kinapokosekana mtu wa kupangilia na kuvisimamia vitu vikaaje, ndipo tunakutana na kitu kinaitwa nini? Msitu. Kwenye bustani kupata nyoka ni ngumu, lakini mahali ambako pana msitu ni rahisi sana kupata nyoka na wanyama wa mwitu ambao ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anamuweka Adam na kumuumba
akampa uweza kama yeye alio nao, akampa sura na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni mchoro mkubwa wa kazi ambayo Mungu anaifanya. Anatengeneza mahali ambako yeye atakuwa kiongozi. Anasema mbingu ni za Mungu, lakini duniani amewapa wanadamu watawale kwa niaba yake. Amplified inasema, Biblia Amplified inasema amemweka mwanadamu atawale kwa niaba yake duniani. Maana yake Mungu hakutaka kuwepo kote kote, japo uwepo wake huko kote, lakini alitaka kwenye eneo la utawala yeye atawale kutokea kule, alafu kupitia sisi atawale dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ili kusiendelee kuwa na nini? Na utupu na ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 27 ni mstari wa kuendelea kushangilia na kufurahia pia, kwa sababu unasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba nani? Na nani? Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa bahari. Narudia kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda nadhani ni sura ya 5, Biblia inasema akamuumba mwanamke na mwanaume, alafu akamuita nani? Adam. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume waliumbwa ndani ya mwili mmoja unaitwa nini? Adam. Kwa baadaye alipofika kwenye sura ya 2 kuanza kumtoa mwanamke, hakuumba tena mwanamke upya, ila alitoa mwanamke kama an advanced version ya mwanadamu. Ndio maana mwanamke ni complicated kuliko mwanaume, kwa sababu ni unimproved. Katika kiumbe ambacho kiko improved kuliko viumbe vyote ulimwenguni ni mwanamke, kwa sababu ndio kiumbe cha mwisho kutengenezwa na Mungu kutoka kwenye kiumbe alichowahi kukiumba tena. Kwa mwanamke naturally tu yuko tofauti na equipped kuliko mwanaume. Ndio maana namhitaji Mungu kumuelewa, maana hata mwanaume akuruhusiwa aone Mungu anafanya nini, alikuwa amelala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaangalia tu ni very complicated. Very complicated. Vile ambavyo wameumbwa ni complex, kwa sababu Bwana alifanya improvement kutoka kwenye kile ambacho alikuwa nacho mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anafanya hivi vyote, lengo lake ni nini? Mahali ambapo amepaandaa kwa nguvu zake, kwa ustadi wake, pasiharibike. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kwenye nadhani sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 4. Sema ndio hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nini? Na nchi. Anaelezea vizazi. Twende mstari wa 5, anasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nini? Nchi mvua, wala hapana mtu wa kufanya nini? Wa kulima ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye Biblia Kiingereza inasema hivi, kwa kuwa kulikuwa hakuna mtu wa kuangalia bustani, Mungu hakuruhusu mvua inyeshe. Kwa nini? Hata nikiruhusu kuwe na ukuaji, kama hakuna wa kutazama, itarudi tu na kuwa giza na utupu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuruhusu. Alafu ukiendelea mbele nadhani mstari ule wa 10, mstari wa 10 anasema twende mstari wa 9 samani, mstari wa 9 pale. Anasema Bwana Mungu akachipusha, baada ya kumuumba sasa mwanadamu, kirudi hapo juu, akachipusha ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 10 anasema ukatoka mto katika Eden wa kuitia bustani maji. Sasa hapa tunaanza kuona Mungu anaruhusu maji sasa kuanza kunyeshea, kwa sababu tayari kuna mtu anakuja hapo mbele. Mstari wa 11 anasemaje? Anasema jina chana na hiyo mito ambayo ilikuwa kuna mito 4 inailisha bustani sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele mstari wa 13. Anasema mstari wa 15 tafadhali. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu ambaye ameshamtengeneza kule kwenye mavumbi ya udongo. Sasa hiki ndio tunajifunza. Mungu hakupeleki mahali bila kuandaa mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu kabla hajakuweka mahali popote anaandaa mazingira. Kwa anapanda bustani before ampeleke Adam kwenye bustani.
anaruhusu kuwe na mito, ameweka miti tayari miti na matunda na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ndo anamchukua mwanadamu, anamweka katika nini? Bustani. Ili afanye nini? Ailime na kuitunza. Kile ambacho anasema kwa nini akuchipusha nini? Mvua. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho ukirudi kule kwenye sura ya kwanza mstari wa 26 alikuwa anakisema kwamba akamweka mwanadamu aangalie vile vitu ambavyo ameviweka. Bwana Yesu asifiwe. Na ukirudi sura ya kwanza anasema akaeka mbegu katika kila mche, si ndio? Ili uweze kuzaa kulingana na nini? Na mbegu ambao ameweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hata mwanadamu, ndio maana Mungu hajai kwenda kurudi tena kuumba mwanadamu mwingine. Baada ya Adam na Hawa, alihakikisha Hawa amewaekea mbegu ndani. Kwa kila kitu ambacho kinahitajika kwa ajili ya kuzalisha chochote hapa duniani kimewekwa ndani yetu. Ndio Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Alafu sehemu nyingine anasema kwenye kitabu cha Yohana, anasema nimewabariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Kwa maana yake kila tunachokihitaji kipo kwenye ulimwengu wa roho, ili kuweza kuzalisha vitu katika ulimwengu wa nini? Wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paka hapo wangapi tuko pamoja? Sawa. Sasa tunaona kadri mwanadamu alivyoumbwa na kuwekwa pale ambapo Mungu amemweka, tunaanza kugundua shetani. Kulikuwa na vita mbinguni kwenye sura ile ya 12, si ndio? Ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kuanzia mstari wa 7 pale, shetani na malaika zake wamepata kiburi, wanataka kuingia kwenye vita. Wamefanya kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hapa wameingia sasa kwamba ni kikosi cha waasi, wameamua kuasi. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye nani? Ibilisi na nani? Shetani, audanganye nini? Ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Akatupwa paka wapi? Paka nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja. Sasa Biblia inasema huyu ndio yule nyoka, ndio anasema ndio yule mwenye roho ya uasi ndani yake. That ancient snake with the spirit of rebellion. Kwa huyu alianza kuwa na roho ya uasi kinyume na Mungu, huyu nyoka. Sasa tukija kuangalia kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3, tunaona huyu mtu hii figure tunaanza kuisikia kwenye Biblia. Sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Tuanze sura ya 3 mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya nani? Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mwerevu, alikuwa ana akili kuliko wengine, alikuwa na intelijensia isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamuona anakuja kwa mwanamke, na mimi siamini kama ndio ilikuwa mara ya kwanza ya shetani au ya nyoka kuongea na mwanamke. Kwa sababu kikawaida leo akitokea nyoka, mtu anatafuta kiboko kuua, tafuta jiwe kuua, si ndio? Kikawaida kabisa ukimuona nyoka, kama hata basi hautamdhuru, kwa kumuona utashtuka. Hatuoni akishtuka. Kwa hiyo haya mazungumzo tunayoyasikia hayakuanza hapa. Paka anakuja kuzungumza na kumuuliza kwa habari ya mambo ya ndani, alianzia mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anaanza kumuuliza, hivi ndivyo Mungu alivyosema. Na tunajua kabisa Biblia inasema hatuachi kuzijua hila zake adui. Adui akija anakuja na nini? Hila. Watu ambao wameshakaa kwenye labda mambo za kiintelijensia, au wameshawahi kwenda mahali wakaulizwa maswali, labda kuna kesi imetokea au kuna ushahidi fulani unahitajika, au labda unahisiwa umefanya kosa fulani, kuna maswali ya mtego wanakuuliza. Usipokuwa makini ukajibu,
unajikuta umejiingiza kwenye nini? Kwenye matatizo. Anakwambia najua uko umekusudia kumuua. Najua kabisa ulikoja kusudia kumuua. Ukisema ndio anajua kumbe umeshamuua. Wewe ndio uliua. Ndio masala ambayo Shetani amekuja nayo. Sijui kama unanielewa. Najua kabisa ndio mara yako ya kwanza kuua. Si ndio? Unajikuta ndio sasa umeshapatwa. Kwa hiyo Shetani alipokuja na hili swali lilikuwa ni swali la hila. Swali la hila kabisa. Alichokisema sicho Mungu alichokisema. Kwa sababu hawajanyimwa kwamba matunda ya miti yote wasile. Kwa hiyo swali lilikuwa linapima uelewa wa nani? Wa Eva, wa Hawa. Je, unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Na hii kitu ambacho tunakiona hapa kwenye bustani, ndio maana Bwana anasema ukisoma Biblia lazima uone Kristo na wokovu ulivyokuwa unaelezewa kwenye Biblia kwenye kila unachokisoma. Hapa tunaona habari ya mtu anaanza kujaribiwa na adui. Leo hata kujaribu kwa tunda. Leo hata kujaribu kwa kuambia kwani ukinywa kidogo, si Biblia imeandika mahali fulani kwamba usilewe kwa mvinyo. Umeona inavyokuwa nzuri Usilewe. Kwa hiyo unaweza ukanywa kiwango usilewe. Lakini Biblia inatuambia tena kwenye kitabu cha Mithali kama sijakosea, anasema hivi, ndani ya mvinyo kuna nini? Kuna ulaghai. There is corruption in it. Kwa manake hamna siku utakunywa ufike kiwango cha kupima kwamba hii imetosha. Utajikuta mara ya kwanza una kipimio, mara ya pili una kipimio, mwisho wa siku utajikuta kwamba yenyewe inakupimia. Bwana Yesu asifiwe. Inasema ndani yake kuna nini? Kuna, kwa Kiingereza anasema there is corruption, au kuna, sijui kwa Kiswahili tutasemaje sana, lakini ni kama ndani yake kuna kudanganyika. Kwa ukinywa utadanganyika. Bwana Yesu asifiwe. So wao ilikuwa ni kwenye eneo la tunda, lakini unaweza kuuliza kwani ukilala naye mara moja kuna shida gani? Mbona Mungu ni wa rehema? Kwani kula tunda kuna shida gani? Si tunda. Kwani ni uzinzi? Sio uzinzi, ni tunda. Sasa pale ambapo unaona Mungu amekuzuilia kitu na Shetani na kusukuma kukifanya, anakuonyeshaga siku zote kwamba kuna kitu una miss out. Kuna kitu unafanya nini? Unakikosa. Wewe hujajua tu. Ungejaribu, ungeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo akina Adam na hasa Hawa alipopatikana. Kwa sababu aliona kuna kitu na kimisi. Mungu kaandaa bustani, ulikuwa hujui hata kama kuna sehemu nzuri kama bustani. Mungu kaandaa matunda, ulikuwa hujui hata kama utahitaji matunda. Kakupa kila ambacho ameruhusu uwe nacho, lakini amekuambia hichi kimoja kwa kunitii mimi, ninapima tu utii wako, usikiguse hichi. Ndio maana anasema dhambi sio uzinzi. Dhambi sio kuiba. Dhambi sio kuua. Dhambi kabisa ni ile hali ya umenyimwa maelekezo fulani na Mungu na unalazimisha kuyafanya. Sasa ukiweza kwenda kinyume na Mungu, una uwezo wa kuua, una uwezo wa kuzini, una uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu Mungu tena sio the authority over your life, sio mamlaka ya juu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani hata leo hii sauti ipo kwenye maisha yetu. Tena mwingine hata tukiwa hapa, hiyo sauti inakusemesha, si ungefanya? Ukitoka hapa siku na ile hela ungeichukua tu. Ni kweli unajua umpendi, lakini si ndo anakusponsor. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona Mungu alikuwa na beautiful plan. Alikuwa amechora mchoro wake na ramani yake nzuri kwa habari ya mwanadamu. Na Shetani kwa sababu amekuwa na rebellion against God, amekuwa na uasi kinyume na Mungu, anakuja tena kuharibu ile picha nzuri ambayo Mungu alikuwa anaiandaa. Na kile nafasi, ukisoma kitabu cha Zaburi, nadhani sura ya 8 pale, sura ya 8, kama sio sura ya 14, lakini nadhani sura ya 8, ukishuka pale chini, Zaburi sura ya 8, mstari ule wa 3 na kuendelea mpaka ule wa 9. Fungua tu pamoja na mimi. Anasema, nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota,
ulizoziratibisha, ulizozitengeneza, ulizozifanya. Anasemaje? Anasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie. Hili pia lilikuwa ni swali la shetani, kwamba yani mimi ni malaika, umenishusha kutoka mbinguni, ningeweza kufanya kazi nzuri kuliko huyu mwanadamu, maana huyu mwanadamu huyu hana chochote, ni udongo huu. Unaupaje udongo nafasi ambayo mimi nilitaka? Kwa vita vya shetani na mwanadamu ndio hivyo. Hapo tu kwamba kwa nini wewe uchukue nafasi ambayo mimi nilitamani sana kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Hii ndio nafasi ambayo shetani alikuwa anaitaka. Maana yake akitoka Mungu sio malaika, akitoka Mungu sio wazee 24. Kuna viumbe ambavyo vinatisha mbinguni, lakini akitoka Mungu sio hivyo viumbe, ni sisi wanadamu. Umemfanya kuwa punde kidogo. Yaani ukisikia punde kidogo, maana yake ni sehemu ndogo tu ambao tumebakisha tungekuwa kama Mungu. Ndogo sana. Yaani mstari ni mdogo sana kati ya mwanadamu angeweza kufika kwenye hiyo kiwango. Na hiyo ndo nafasi ambayo inaitwa utii. Ndo mstari pekee, ukivuka tu hapo umehama. Bwana Yesu asifiwe. Anasema umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono. Unajua maana kutawazwa? Kama ingekuwa kanisani tungesema umefanya nini? Umemweka wakfu, umempaka mafuta kumruhusu achukue nafasi. Kama ingekuwa ni serikalini, umemwapisha na kumuingiza katika nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kimsingi mwanadamu ambaye ameokoka, ambaye anamjua Kristo, katika asili yetu ya kwanza, mwanadamu manake hakuna chochote ambacho kiko juu yako. Vyote viko chini ya miguu yako. Fedha, utajiri, chochote kile ambacho unakitafuta katika dunia hii kiko chini ya miguu yako, wala sio juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo na ng'ombe wote pia, na wanyama wa kondeni. Sasa hapo unaweza kaendelea kusoma nyumbani. Tunaona Mungu kuna kitu amekifanya. Katika hiyo plan ndipo adui anakuja na kuanza kuzungumza na mwanamke. Turudi pale sura ya 3. Sura ya 3. Nadhani tulikuwa tunaenda mstari wa 2. Sura ya 3. Anasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani tutaweza kula. Amejibu vizuri sana. Mstari wa 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafanya nini? Mkafa. Akagundua mwanamke hajaelewa. Jamani, tujiulize, mti uliokuwa katikati ulikuwa ni mti gani? Mti uliokuwa katikati ulikuwa ni mti gani? Jamani, mti uliokuwa katikati tumetoka kusoma sura ya 2, si ndio? Mti uliokuwa katikati ulikuwa ni upi? Hapana. Ulikuwa ni mti wa uzima. Ndio uliokuwa katikati. Turudi pale sura ya 2. Ilikuwa mstari wa 9 Mstari wa 15 nadhani. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya nini? Ailime na kufanya nini? Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza, walakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utafanya nini? Utakufa hakika. Turudi mstari wa juu pale. Mstari wa 9. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mti wa uzima huko. Twende sura ya 3 pale tulipoishia. Sura ya 3 nadhani mstari wa 2 kama sio wa 3. Anasema twende mstari wa lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema. Mungu hakusema mti wa katikati, alisema mti wa mema
Maana mti tulionyesha kwenye Biblia huko katikati ni mti gani? Wa uzima. Sana kajua huyu hajajua game. Hajajua game. Kwa hiyo akampeleka kwenye mti ambao sio katikati. Akamwambia huu unafaa. Asijue ndio mti wa nini? Wa ujuzi wa mema na mabaya. Akala. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 4 anasemaje? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na... Kwani walikuwa wajui mema? Ndio tunawaambia kula tunda haikuwa shida. Changamoto ni kwamba walipokula tunda walipata uwezo wa kuyafanya mema na mabaya, na Mungu hakukusudia wanadamu wafike hatua ya kuchagua kati ya mema na mabaya. It is a hard assignment. Alitaka wajue mema tu. Ndio maana wanadamu walikuwa kama unavyoona huku nje, ng'ombe hawanaga shida, hawajui hata kama wako uchi, wanatembea tu. Na wanadamu walikuwa hivyo kwenye bustani. Ni mema. Yani ungetembea sasa hivi ngao utatuna nguo hapa, tuko ibadani sana, sijui kama tumekuwa tuna ibada siku kipindi hicho, kwa sababu Mungu alikuwa yuko kila eneo. Ulikuwa sio mpaka uende mahali usika kukutana na Mungu. Tulikuwa tuko tu uchi, na tulikuwa tushangai wala hatujui kama hata tuko uchi, kwa sababu tulikuwa kwenye mema tu. Mema tu, hatujui baya lolote. Sasa shetani alijua siwezi kuingiza dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu mpaka amejua kufanya mabaya. Na anajuaje kufanya mabaya? Akila tunda anapata uwezo wa kufanya mema na mabaya. Mema tayari alikuwa anaweza kuyafanya, maana Mungu amemuumba katika wema wake. Lakini mabaya alikuwa hajaingia. Kitu pekee kilikuwa kinaingiza ubaya kwenye maisha ya mwanadamu haswa haikuwa tu kula tunda, ilikuwa ni kwenda kinyume na Mungu. Ndio kulianza kuinua rebellion. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lile tunda lilikuwa ni test ya utii. Test ya kuamini kwamba yeye ambaye amekutengeneza anajua sana kukuhusu. Je, utamwamini kwa kile alichokuambia? Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekuwa hivyo siku zote. Anaona kama kuna kitu anakikosa. Kwa hiyo akaona acha Biblia inasema kitabu cha Isaya, acha nijiinue, nitainua enzi yangu juu dhidi ya Mungu. Nitaketi pale ambako Mungu ameketi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama ulivyoanguka nyota ya asubuhi. Ulidhani unaweza kuchukua nafasi ya Mungu, lakini umeshushwa mpaka mwisho ya nchi. Sio tu mwisho ya nchi, mpaka in the heads, mpaka kuzimu. Misho ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapo walipokula, mtakapokula mtafunguliwa macho yenu na kujua mema na... Mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa, alionaje? Maana yake hiki kitoto anafikiria kwamba alipoambiwa pale pale alikula. Hapana, alikuwa kila siku akipita anayaangalia. Kwa sana alichokitengeneza ni nini? Alianza kutengeneza kiu ya mwanamke kuanza kulitamani lile tunda. Vivyo hivyo tu, haanzagi kukuingiza kwenye dhambi kirahisi. Utaanza kuangalia picha fulani, utaanza kuangalia video fulani, utaanza kuzoom uangalie vizuri maeneo fulani. Hapo ndo mahali anapoanza kukuita. Hapo haianzage tu ile ukashike mwanamke, ushike mwanamke kwa nguvu uanze kulala naye. Hamna, anakuanzia mbali. Kwa sio kwamba watu walienda siku ile akata anaongea naye akachuma. Hamna, alienda akatafakari. Wanawake wanaweza kunielewa sana. Maana unaenda tu kabisa saluni au changii mada, wanasema wanaume, hakuna mwanaume mwaminifu hapa duniani. Hakuna mwanaume mwaminifu. Mimi namshukuru Mungu amenibariki na mume wangu kwa kweli sana. Nakwambiaje, hujapeleleza. Anza kupeleleza utagundua kitu. Siku ya kwanza wala haina shida. Anambia mume wangu nimeenda kwa sababu anaongea mambo ya kipumbavu kabisa kwamba wanaume sio waaminifu. Yaani nimewashangaa. Nimemwambia mimi na mume wangu ni mwaminifu, hata hawajaamini. Lakini unashangaa baada ya wiki, baada ya mwezi, unaongea tu, unachukua simu unaambia samahani kidogo unaongea na simu, unashangaa kwamba uko unaongea naye. Kwa sababu ile wazo, yaani ndio hivyo inaanzaga na wazo. Inaanzaga na nini? Wazo. Kwa alipoanza kupita na
anayakumbuka yale maneno ya shetani, yanarudi tena. Linafaa, utapata uweza kuwa na mema na mabaya, utakuwa kama Mungu. Sasa kumbuka, Hawa ameumbwa kutoka kwa mwanaume, hajai kupata experience ya kukaa na Mungu kwa muda mrefu. Adam amekaa na Mungu sana. Sasa aliotakiwa amlishe mwanamke ilikuwa ni mwanaume. Inaonekana mwanaume alifanya kama wazazi wa Kiafrika, na nikukute umegusa, alafu akamaliza. Na wa Kiafrika ndo wabaya zaidi, wanakuambia nimenunua TV, mvunje. Hapo anachokuambia usivunje, lakini anakuambia nimenunua TV, si ndio? Muivunje. Nimenunua vikombe vipya, si ndio? Mvivunje sasa. Kwa hiyo sababu Adam ndo alipokuwa ameongea na mke wake, sijui alikuwa ni mzungu Muafrika, mimi sijui, lakini nikimwangalia Hawa najua tu alipewa maelekezo, sasa sikia, usilete kierere pale, usikatize. Labda kwa kumlinda sana akasema hata usiguse. Kwa hiyo sikute anachokisema Hawa ni kweli, ameambiwa hata asiguse. Lakini haikuwa Mungu amesema asiguse, maana walikuwa wanatakuwa ihudumie miti. Ila mwanaume alifanya tu simple kwamba sikia, ule mtaa usikate, wala usisogelee, wala usiguse. Mungu amesema tusifanye nini? Lakini Mungu hakusema wasiguse. Mungu alisema wasile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kutokea hapo wamekula, mstari wa 7 unasemaje? Wakafumbuliwa macho wote wawili. Kwa alipolipata, ndio maana nasema kama wanaume, Mungu atusaidie tuendelee kuwajaza wake zetu maarifa, maana kile wanachokipokea ambacho sio cha kimungu wakija nacho ndani, kama sisi hatutahusika kuwajaza na kilicho sahihi, watakileta na kitatuathiri nini? Sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo kinasema, kitabu cha Timotheo kinatusaidia sana kutuonyesha kwamba mtu ambaye alidanganywa hakuwa Adam. Mtu aliyedanganywa alikuwa ni nani? Ni Hawa. Nisaidie kufungua hapo kitabu cha Timotheo sura ya 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Inasemaje? Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Anasema wala Adam hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya nini? Ya kukosa. Kwa kimsingi Adam alikula maksudi. Na hapa ndo watu hawaelewi. Adam sio alikula kwa sababu Hawa alimlazimisha au alimpasuade. Amna, Adam alikula kwa sababu anajua mke wangu ameshazingua. Mungu akija anamtoa, na mimi sitaki kubaki mwenyewe. Yeye hakudanganywa. Sasa alichokifanya Adam ni hichi. Alisimama katika nafasi kutuonyesha picha ya Kristo kwa mke wake. Amefanya, mimi nasimama kumfunika. Ambacho ndo Kristo amefanya. Kweli Dennis kachoma, Dennis kazini, Dennis kaua, lakini mimi nimekuja kula tunda pamoja naye. Adhabu yake nitakula mimi. Na unaona hata baada ya mwanamke kuambiwa maneno yote, mwisho wa siku Adamu anamuita nani mke wake? Anasema wewe utaitwa Hawa, mama ya walio hai. Bado hata pamoja na kwamba kuna mabaya yametamkwa, bado yeye anarudi kwenye nafasi yake ya upriest, ya ukuhani, kutamka kile ambacho Mungu angetamka katika nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anajiita Adamu wa pili. Yesu hawezi kutambulisha na mtu ambaye ni failure. Adamu wa kwanza alikosea, Adamu wa pili anakuja kuleta uzima. Maana yake nini? Adamu alichokifanya hakikuweza kuleta uzima kwa sababu hakuwa na cha kulipa. Lakini Adamu wa pili ana cha kulipa, kwa hiyo anabadilisha kile ambacho Adamu wa kwanza alikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichotokea hapo ndio hiyo picha ya msalaba tunaanza kuiona kwa kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Mtu amekubali kusimama kwa niaba ya, though haikuweza kuleta utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na tunaona kuanzia hapo sasa tunaona ahadi. Tuendelee pale kwenye kitabu cha Mwanzo. Tunaona ahadi ya Mungu ya kile ambacho atakifanya, kwa sababu Adamu alishindwa kukitimiza. Mungu anasema mimi nitakuja na kukitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende sura ya 3 pale, nadhani mstari wa ngapi pale? Twende sura ya 3 mstari wa 15. Afu nitarudi mistari ya juu. Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anamwambia nyoka sasa, si ndio Kwa umefanya hivi, mimi kwanza akamwambia utaenda na tumbo. Maana yake nyoka alikuwa na miguu, kwa amekatwa miguu, atatembea na atakula mavumbi siku zote za maisha yake. Sasa watu hawaelewi, kutoka mavumbini umetoka na mavumbini utarudi. Chakula cha shetani ni mwili. Ndio maana Biblia inasema mwili unatamani mambo yake ambayo ni kinyume na Kristo. Mwili hautakaa kuongozwa kwenye mambo ya kimungu, kwa sababu mwili kinajua chenyewe ni chakula cha nani? Cha shetani. Ndio maana mtu anaishi kwenye mwili lazima aanguke dhambini. Na hicho watu hawajui. Wanasema mbona hajaokoka lakini ana tabia njema, amekaa na mke wake kwa uaminifu, hajawahi kucheat. Ana cheat kila siku akilini. Kila siku akilini anakosea. Bwana Yesu asifiwe. Sababu dhambi sasa hivi imehama, sio matendo ya nje. Kristo anasema nimekuja kuweza kuimarisha nini? Torati. Anasemaje? Mlisikia mkiambiwa msizini, lakini sasa nawaambia amtazamaye mwanamke wa kumtamani ameshazini naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana akaonekana nje amekaa composed, lakini ndani ni mahali pachafu, hapafai. Mwingine tu kwa sababu ana aibu, ni muoga, ni domozege. Ila angekuwa ni mchangamfu ungekuta ameshaharibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa, kutokea hapa tunaona kwamba Mungu anaanza kuonyesha kwamba Adamu, umejitahidi mwanangu. Ndio maana aliachana na Adamu. Adamu alijibuje? Alisema Mungu, si huyu mwanamke yule nipa. So alikuwa analaumu. Akamwambia Mungu, umeshanipa mtu, umenipa maagizo, nikae naye, umenifanyia msaidizi, nimelinda. Nimesimama nafasi yangu kama mme. Na mwachaji aende mwenyewe. Akasema sawa mwanangu, hamna shida. Akarudi kwa nyoka na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kueleza sasa, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anamwambia shetani. Ndio maana leo shetani anapambana na wanawake. Kila mwanamke ana vita na shetani. Kwa hiyo usishangae wanapoja kanisani. Kwa sababu gani? Shetani yuko after them. Anawatafuta. Kuna uadui kati ya mwanamke na nani? Na nyoka. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Sasa hapa tunaanza kupokea utabiri wa kitu Mungu anategemea kufanya baadaye. Anasemaje? Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Nitawaonyesha ilikuwaje kupondwa kisigino na ilikuwaje kupondwa kichwa kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona kuanzia hapo, ukirudi hapa juu, unaona wanadamu walikuwa waje experience hali ya kuwa uchi. Inasema walipokula macho yao akafunguliwa, wakajijua wako uchi. Tulitegemea watafunguliwa macho yao na kufa, kwa sababu waliambiwa kila kufa hakika utafanya nini? Utakufa. Tunaona wanagundua wako uchi. Uchi ni nini? Uwepo wa Mungu uliwaacha. Nakumbuka nikiwa form ngapi sikumbuki. Form 4 nadhani. Kwa tuna house girl mmoja hivi. Hakuwa binti wa nadhani ametokea Tanga au wapi. Alikuwa Muislamu kabisa. Na yule dada alitumia staili zote kunihakikisha ananifanya nikosee. Nakumbuka kabisa siku niko hivi chumbani na yeye. Ndo mara ya kwanza nakifanya hicho kitendo, mara ya kwanza nakaribia kukifanya. Tuko hapo chumbani. Kuna hali ilinipata. Maisha yangu yote nimwambia Mungu sitaki. Nilikimbia kama mjinga. Nilisikia pasabeni, nilisikia kama nimekufa. Yaani siwezi kuielezea, kama sijavaa nguo, yaani kama nikitembea barabarani kila mtu anaona niko uchi. Nilikimbia nikaenda kanisani kuomba. Nilikuwa na simu Nokia, ile Nokia kubonya ile. Nilitoa sadaka. Niliona sijui nitamtolea nini Mungu ili anirudishie hali niliyokuwa. Sijui nikwambiaje.
Na hisi ndicho alichokisikia wao wakiwa kwenye hiyo hali. Yule dada mpaka siku anaondoka alinidharau. Nilisikia uwepo wa Mungu kwa mara ya kwanza umeniacha. Nilikuwa natembea na lia, sielewi. Yaani sijielewi nimekuaje, sielewi. Nama nilikuwa najisikia. Na mimi mpaka kesho naambia Mungu nashukuru sikuweza kuentertain chochote kilichokuwa kinaendelea, maana ningekijua mapema ile labda ningekuwa nimeharibika sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alichoweza kukifanya kwa zile masaa machache, aliondoa uwepo wake kwenye maisha yangu. Baba yangu anakuja jioni, ninahisi ameweka kamera mahali wameniona. Watu nikikutana nao akinisalimia, Dennis Bwana Yesu asifiwe, naona kama nimeonekana. Uliwezaje kutaka hata kuingia kwenye hiko chumba, hata kama ulilazimishwa, hata kama alitengeneza mazingira? Bado ilikuwa nasikia ule nilifanya gharama ya kuomba Mungu arudishe. Sasa najiuliza kama ningekuwa nimeenda mbali na kufanya kwa nikalifanya vizuri hilo tendo ingekuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndo kufa. Huko ndo kufa. Uwepo wa Mungu ulipoondoka wakagundua we are not enough. Tuko uchi. Wanaona aibu. Mwanamke akaanza kujificha mbali na mwanaume, na mwanaume akaanza kujificha mbali na nani? Na mwanamke. Na hii ni mpaka leo. Mnapoendelea kwenye familia zenu kuhakikisha kwamba Mungu yupo, hamuoneani haya. Mnapopunguza kiwango cha Mungu, unashangaa mke wako ambao umekaa naye miaka yote anajificha kubadilisha nguo. Uwepo wa Mungu unapoondoka unaleta aibu. Unaita kujiona utoshi. Nilikuwa naongea na watu wa Mawenzi pale, nikawaambia kitu kimoja, nikawaambia wale wanafunzi, nikamwambia kitu pekee duniani ambacho unakihitaji kwenye maisha yako ni uwepo wa Mungu kwanza. Kabla ya upendo wa baba na mama, kabla ya upendo wa mtu mwingine yoyote, unachohitaji cha kwanza ni Mungu akujaze. Mungu alipoumba wanadamu, kuna mtu mmoja, mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Gary Chapman. Gary Chapman anaandika vitabu, na ameandika kitabu kimoja kinaitwa 5 Love Languages. 5 Love Languages. Lugha 5 za upendo. Alikuja kugundua baada ya kufanya ni counselor wa ndoa. Alikuja kugundua baada ya kufanya research kwa muda mrefu na kukaa na wanandoa na kuwasaidia kwenye mambo yao, aligundua kwamba kuna lugha za upendo. Kuna lugha za nini? Za upendo. Kwamba upendo ni kama lugha kama Kiswahili, Kichina, na watu wanapokutana pamoja wanashindwa kuongea lugha zilizofanana, au wanashindwa kujifunza lugha ya mwenzake. Ndio maana mkikaa pamoja hamuelewani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanzo wa kile kitabu anaelezea vile ambavyo watu wote, mwanadamu yote duniani alivyoumbwa, ameumbwa na love tank. Love tank. Ana tenki linalohitaji upendo. Na hili tenki Mungu ameliumba kiasi kwamba watu wanaokaa na wewe wana uwezo wa kujaza huo upendo, na isipoweza kujazwa vizuri unaanza kujikuta una tabia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo kama ni mwanaume hujapata upendo wa kutosha wa baba, utajikuta una desire kuwa karibu na wanaume fulani ili lile pendo lijazwe. Kama ni mwanamke ambaye amekaa na mama na kupata upendo wa baba, anafika mahali anataka kuanza kuwa na mahusiano na watu wazima ili apate sio tu upendo wa kimahaba, ili apate upendo ule ambao alikosa kwa wazazi. Lakini lili tenki la upendo ambalo liko ndani yetu limewekwa kwa namna fulani ambapo hata ungekuwa na mume ambaye ameandikwa kwenye dunia hii kwamba ni bora kuliko wanaume wote duniani, hawezi kujaza tenki lako kama Mungu hajalijaza kwanza. Hata uwe na mwanamke ambaye ni bora kuliko wote duniani, ambaye ni misi, ambaye ulimwengu kwenye vipimo vya kiulimwengu wanasema huyu ndio mwanamke mrembo kuliko wanawake wote, hata huyo ukimpata, kama Bwana hajajaza kwanza huo moyo wako, hautakaa uone kama inatosha. Hujai kuona wanawake ambao wanapendwa sana mpaka anamwambia mume wake, bana, hebu mimi nimechoka ya mambo ya upendo. Shida sio wewe. Hujai kuona kuna watu hawatosheki na wake zao, hawatosheki na waume zao. Kama ni kijana yuko hapa, anapata girlfriend wa kwanza, anakaa naye mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, akimwangalia hivi hapo anasema kuna kitu hakipo sawa. Sielewi, yani kama upendo wangu umeshuka kwake, anachukua mwingine, anaanza na huyu tena. Wakiwa wako kwenye mwanzo wa ile homa ya mapenzi safi,
wanapendana. Lakini kuna mali ikifika anaanza kurudi kwenye akili yake na kujua kwamba nilikuwa nimelewa, sasa nimeamka. Anagundua hatoshi. Akirudi kwa ule wa kwanza ameshaolewa. Kwa sababu anagundua ule wa kwanza alikuwa bora kuliko mara mbili huyo aliyokuja kumpata baadaye. Haya, huyo mtu akifika mahali anaona amepata mke, ameoa, wamezaa, anaona bado sitoshelezeki, anasema labda nitafute na mwanamke wa ziada. Hii ndio tunaona kwenye Biblia. Labda nikipata mwenye makalio makubwa, labda nikipata mwenye kifua kizuri zaidi, labda nikipata mweupe mwembamba, labda nikipata wanamna fulani. Sasa kila anachokijaribu akimjazilishi ndani, kwa sababu haikuwa ni kwamba mwanadamu atakujaza. Sulemani alikuwa nao 1000 na bado mwisho wa siku alisema ni nini? Ni ubatili na kujilisha upepo. Kwa nini? Kuna kitu alikuwa nakitafuta bila kujua ni uwepo wa Mungu. Ndio maana unaweza ukiwa na uwepo wa Mungu, naambia mtu yote ambaye umeokoka, mtu yote ambaye haujampata Kristo, unahitaji kumpata Kristo. Gari lako litakuwa na thamani kama Kristo yupo ndani. Unatembea kwa miguu na furaha, kwa sababu sio gari linalokupa furaha, kwa sababu Kristo amesha kujaza ndani. Kwa hata likija gari ni bonus. Ukiwa na mwanamke mzuri hata unaweza kuappreciate kwamba nakutambua hata mwanamke mzuri. Ila ukiwa hujajaa Kristo, huyo mwanamke utatoa makosa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wameanza kuwa uchi. Haitoshi tena maisha waliokuwa nao mwanzoni. Wameanza kutafuta majani. Na Mungu katika ukubwa na hekima na maarifa ya uumbaji akagundua maua yatakauka tu. Maua yatakauka tu. Na Biblia inasema damu ya wanyama haikuweza kuondoa kabisa. Ni nini? Ilikuwa maua, majani waliokuwa wanajifunika nayo, kwamba kila mwaka lazima uweke damu. Akagundua hichi kitu hakitafanya kazi. Ni kwa muda tu. Hiki kinafunika tu, akiondoi. Kina uwezo wa kusababisha waonekane kwamba wamejitakasa, lakini ndani ya dhamiri zao hawajapona. Ukisoma sura ya 6 kitabu cha Mwanzo anasema Mungu alipoangalia mioyo ya wanadamu akagundua kwamba iko nini? Inawaza vibaya daima. Akaamua kwamba anaenda kuua na maji. Lakini Nuhu akapata kibali mbele za Bwana. Manake moyo wa mwanadamu ulishaharibika baada ile dhambi, kiasi kwamba hata mwanadamu akikaa hivi bila Mungu anafikiria maovu tu. Anafikiria kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akapiga makofi. Yes, nimefanikiwa. Nimeharibu the project of God. Nimeharibu plani ya Mungu. Lakini asijue kama Biblia inatuambia kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwamba alishachinjwa tangu misingi ya nini? Ya ulimwengu. Yaani Mungu alishaichora picha ya dunia, akamaliza na akajua atakosea, na akamchinja mwana kondoo kabla hajaumba, alafu anakuja kumdhihirisha baadaye siku ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaona kwamba mimi nimeshamweza Mungu. Hii plani yake imeshindwa. Imefanya nini? Imeshindwa. Sasa tunaona kwenye hiki kitabu kiendelea, Mungu tena ile ahadi aliyosema ya kuvunja anaileta kwa Abraham. Abraham, kwenye uzao wako nitainua mtu ambaye atazaliwa na kuwa mfalme, ambaye mtu huyu atamponda ile ahadi ya kule, atamponda shetani nini? Kichwa chake. Mungu akaacha vizazi vyote, akaja akakutana na Yuda. Ambia Yuda, wewe ndio kizazi nilichokichagua. Kutoka kwenye upande wako nitamleta mtu ambaye atakuwa mfalme. Mwanzo 49. Mwanzo 49. Mstari wa 10 nasemaje? Mstari wa 10. Mstari wa 10. Fimbo ya enzi. Sasa wasiojua fimbo ya enzi, maana yake anasema kingship, ufalme hautaondoka. Anasema ufalme hautaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Nani huyo? Kristo. Kwa sitaruhusu ufalme upotee kwenye eneo la Yuda, haijalishi wataenda kwa urefu kiasi gani, hata yatachola kiasi gani, lakini kwenye hii lineage, kwenye huu uzao huku nitachipusha mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye mataifa yatamtii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbele, tunamuona mfalme anazaliwa. Kwanza kabla ya hapo, tunaona kuna mfalme mwingine alikuwepo. Anaitwa nani?
anaitwa Sauli. Watu wa Israeli, Mungu alikuwa ni mfalme wao kwa miaka yote. Wakaona haitoshi, mbona watu wengine wana wafalme, sisi tupe mfalme. Wakapewa Sauli, akachoma. Sasa Mungu akaamua, okay, ninaenda kuinua mfalme ambaye mimi namtaka. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli, ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem. Kumbuka maeneo tunayoongelea, tutaangalia hata na kesho tunarudi hapo hapo. Tunaongelea Bethlehem, kabla ya Bethlehem ile tunaongelea Bethlehem. Sijui kama unaona hii picha mfalme aenda kupakwa mafuta Bethlehem. Kristo alizaliwa Bethlehem. Kwa hiyo tunamwona ni kile ambacho tunaelezewa kule na manabii. Anasema maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Twende. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekujia ili kumtolea Bwana dhabihu. Anaenda kwa Jese, anaenda kule kwenye hekalu la kule, kama ameenda kutoa tu sadaka, kwa sababu ufalme huu hauji kwa picha ambao watu wanafikiria ya mfalme atakayetangazwa wazi, kwa sababu atakuwa na vita. Kitu kile ambacho tunakuona kwa Yesu, alikuja kama mfalme, lakini alikuja kama kondoo aendai kuchinjwa. Kwa maana yake Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, alionekana sura yake haikuwa inatamanika hata uweze kumuona. Kwa sababu Biblia Kiingereza inasema hakuwa na muonekano wa kifalme hata umtambue. Kwa sababu alijua akija kama mfalme atakuja na majeshi, atakuja na nini, lakini mpango wa Mungu hapa mbadilishwa. Kwa hiyo usiende kumuonyesha kama unampaka mafuta hivyo watu wajue. Nenda kama unatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ameenda kwenda kule kumpaka mafuta. Tuendelee. Mstari wa 3. Ukamuite Jese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda, nayo utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Kwa akaja ndugu zake na Daudi, akasema ndio huyu. Mungu akasema hapana. Wakasema kuna mmoja yuko kule shambani, Daudi. Lakini sasa Daudi tunamwona anainuka kama mfalme. Moja ya picha ambayo tunaonyeshwa, amempiga jamaa ambaye ametesa Israeli, ametokana jeshi la mabwana. Aise, huyu mtu anaonekana kabisa kama huyu ndo anaenda kuvunja kile kichwa ambacho kimeidiwa sura ya 3. Lakini katika hiyo hali yake ya upambanaji na kila kitu, tunakuja kugundua na yeye pia uovu ule wa babu zake ulikuwa ndani yake. Kafanya nini? Kazini. Kaua mme wa mtu. Kwa maana yake sio Daudi tena. Chapter imefungwa. Tunategemea basi kwa sababu ni Daudi ameonyesha picha ya utawala na nini, tunategemea kutoka kwa Daudi tutapata kitu. Lakini cha ajabu, wanawake wote, watoto wake wote, sio wanawake, watoto wake wote wakapita kwa baba na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuja kugundua hata Daudi hayupo. Haleluya. Haleluya. Kwa tunaona huo ukoo wote umepita. Sasa kwa sababu ya dhambi na makoseo, hawa watoto wa Daudi wakafanya nini? Wakaanza kuwa na tamaa ya uovu, wakawa na tamaa ya fedha, wakawa na tamaa ya ngono na madaraka. Kwa tunaona ufalme wa Daudi kama ahadi ya Mungu ukafanya nini? Ukapasuka. Wakabaki makabila haya mawili ambao Mungu anaendelea kusema kwamba kutoka kwa hao anaweza kufanya kitu. Lakini kipindi hichi wana wa Israeli tena hawako katika ufalme, wako Babylon, wamefungwa, ni mateka. Sasa huyo mfalme tunayeambiwa atakuja na hawana tena ufalme ni yupi? Maana sasa wako mateka, wamefungwa. Hii ni picha ya nini? Ni picha ya bustanini. Adam amefukuzwa kutoka kwenye uwepo wa Mungu, yuko exile. Na exile alipoenda Adam, ukifuatilia vizuri, ni Babylon. Pale ambako wana wa Israeli walifukuzwa wakaenda Babylon. Ni story inarudia pale tena. Wako Babylon. Ufalme wa Babylon umewachukua na sasa wamefungwa. Lakini wanafungwa kwa sababu ya nini? Uovu.
Kile ambacho anafukuzwa kule kwenye nchi ya ahadi kwa sababu ya nini? Ya uovu. Adamu anatolewa kwenye bustani ya Eden, na hao wanatolewa kwenye nchi ambao wanastahili kuwepo ili kwenda kuchukuliwa mateka. Lakini bado ahadi ni ile ile, nitawarudisha kutoka kwenye nini? Umateka wenu. Ile ambayo ni ahadi ya Adamu, kwamba nitakurudisha tena katika uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona wanaenda na Mungu anaanza kusema sasa kwenye neno lake, anaanza kueleza kwamba anainua watu wapya kupitia kitabu. Kutokea hapo unaona wanainuka sasa manabii, hakuna tena wafalme, ni manabii kwa Israeli ambao wanatamka mambo ambayo yatakuwa, na nabii mmoja ambaye ametamka picha halisia ya kile ambacho kitatokea ni kitabu cha Isaya sura ya 7. Isaya sura ya 7 mstari wa 10 mpaka mstari ule wa 17. Anasemaje? Anasema, tena Bwana akasema na Ahazi akinena. Ananena nini? Anasema, jitakie ishara kwa Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Mstari wa 12 anasema, lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Twende mstari wa 13. Naye akasema, sikilizeni sasa. Huyu ni Isaya. Enyi nyumba ya Daudi. Kumbuka hapa tayari ufalme umeshaharibika. Anaanza kutabiri kwa habari ya nyumba ya nani? Ya Daudi. Anasema, sikilizeni enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Anaanza kuongelea uovu ambao familia ambayo inatakiwa itoe mfalme imefanya. Anaendelea, twende mstari wa 15. Mstari wa 14. Samahani, mstari wa 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hiyo ishara ambayo Bwana alikuwa anaiwapa ni kumleta mtu atakaye kuja kucrush the head of the enemy. Anasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume. Utabiri wa Yesu. Bikira pekee. Labda kuna mabikira walishai, kwa mfano, kwa njia za kichawi na kiganga, kwa sababu Israeli walikuwa waganga hatari. Labda kuna aliyewahi kuzaa lakini hakuwa mtoto wa kiume. Huyu atakuwa wa kiume. Jina lake ataitwa nani? Immanueli. Na maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Twende tunapoendelea. Siagi na asali atakula. Sasa watu walikuwa wajue Yesu alikuwa anakula nini? Ndio hiki chakula cha Yesu. Siagi na asali atakula. Wakati ujapo kuyakataa mabaya, kuyachagua mema. Maisha atakayoishi ni maisha ya kuishi mema na kukataa mabaya. Kile ambacho mwanadamu alipaswa afanye kwenye bustani ya Eden, asitake kujua ubaya, ndio anakuja kukifanya. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Sura 17. Bwana ataleta juu yako na juu ya watu wako na juu ya nyumba ya baba yako siku zisizokuja bado, tangu siku ile aliyoondoka Efraimu kutoka katika Yuda, yani mfalme wa Ushuru. Anasemaje? Anasema kwamba kipindi Yesu atakapozaliwa kuna wafalme watakufa na wataondolewa kwenye madaraka. Ndio maana unasikia Herode alipojua Yesu amezaliwa na kuna tetesi ya kwamba ni mfalme, anavisomaga vitabu, anajua huyu akizaliwa tukamruhusu aishi, kuna level akifika tunakufa, kwa tuwaue kabla ya wakati. Ndio maana Yesu anakimbizwa kutoka alipozaliwa kuja Afrika, Egypt, kukaa kwa muda, na alipokuwa bado hajakomaa kukua, wafalme wakafa, akarudishwa kama ilichoandikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutokea hapo tunaona anaendelea kuongea kwamba, tuangalie kwa mfano Isaya 53 mstari wa 1 mpaka 11, na hisi naweza nikamalizia hapo. Alafu nitawapeleka kesho kuangalia Agano Jipya, au naweza nikawapitisha tu kwa haraka. Sema, ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Nimetabiri vitu vingi, bado anataki kuamini. Anasemaje? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Mstari wa 2, maana alikuwa mbele zake kama mche mororo. Yesu alipozaliwa alionekana mche mororo, mtu wa kawaida, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Ukisoma Biblia Kiingereza inasema hana muonekano wa kifalme hata uweze kumtambua, lakini ndo ameletwa kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe.
alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye masikitiko, na kama mtu ambaye watu huficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Kwa hiyo tunaonyeshwa Yesu anapokuja atafanya nini? Atachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Ndio kila watu alikiona pale msalabani, anaonewa, anapigwa, ana nini? Kumbe alikuwa yuko kwenye mission. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaopenda movie tunaelewa. Kuna watu wanatumwa kwenye nyumba za watu, wanaitwa nini? CIA. Anatumwa, anaweza jambazi ambalo limetafutwa miaka, anatumwa aende kuishi nalo. Dada anakaa pale, anazaa mtoto wa kwanza, anazaa mtoto wa pili. Yaani utafikiria kabisa amekuja kwenye ndoa, alafu unashangaa baada ya muda dada anapotea, jamaa anashikwa kwa njia za kutatanisha, anauliwa. Kwa Yesu alikuja kwa picha ambayo undercover, hakutaka kujionyesha kabisa. Na shetani alishangilia alipomwona msalabani. Yes, alifikiria ana nguvu. Yes, nimemaliza kazi, mimi ni mwamba. Hajui kumbe ndo plan ilikuwa yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali alijeruhiwa. Kwa hiyo tunaona zile jeraha ilibidi Yesu ajeruhiwe. Sasa kuna dini nyingine sasa hivi zinalia, asili nyama. Alibidi apite hapo. Tena kama kuna siku natakuwa, najua sasa hiki nitachokifundisha kitatisha, lakini kama kuna siku ambayo tutakuwa tule nyama ni ile siku, kwa sababu ile siku ya nani, ya Ijumaa Kuu, tutakuwa tupige nyama tukishangilia Yesu leo amechubuliwa kwa ajili yangu. Ndio sherehe. Sijui kama unanielewa. Ndio hiyo siku ni ya kusherekea. Maana ndio kipindi magonjwa yetu yanachukuliwa. Anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Asingefanywa hivyo, maovu yasingeondoka. Waroma Mtakatifu mstari wa 19. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimia kumwacha kwa siri. Twende. Basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Mstari unaofuata, naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye nini? Waokoa watu wake na dhambi zao. Mstari wa 22 na upenda, ndio ahadi ile ambayo tunaona kwenye Isaya. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa mjumbe wa nabii akisema. Nabii nani? Isaya. Alisemaje? Mstari unaofuata, tazama bikira atachukua mimba. Tunarudi kule kwenye ile ahadi. Wanatuambia sasa huyu amekuja ndio yule alionenwa kule. Atachukua mimba naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake nani? Kile kilichoandikwa kule, Immanueli, yaani Mungu pamoja. Mstari unaofuata, naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Kwa nini? Yusufu alikuwa ni mtu wa Mungu. Ndio maana tunawaambia wanawake, mjitahidi, au mwanaume ulioko hapa, oa mtu ambaye ameokoka, ambaye ana hofu ya Mungu, ambaye ana moyo wake unampenda Mungu. Maana kuna saa utapitia nyakati ambao watu wengine watasema kitu ambacho kweli kimefanana na kweli, kwamba wewe umezaa nje ya ndoa, kwamba wewe umekosea kitu fulani, lakini Mungu atamfuata usiku, atamuelekeza. Usimwache mke wako, usimwache mme wako, kwa sababu hichi ni kipindi lazima kilikuwa mpite. Nina kusudi naye. Bwana Yesu asifiwe. Imagine kama Yusufu angekuwa mjui Mungu. Soma pale juu, ni mtu mwenye moyo mwema, ni mtu ambaye alitaka asimwaibishe, kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu. Biblia inasema mtu wa Mungu. Wewe leo unakutana na kitu hapa, mzigo umeambiwa kwamba mzigo umeingia hapa, halafu ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, humjui Mungu. Wewe utaaminije? Hata malaika kutokea utajuaje? Malaika anaanza kumrudisha kwenye kitabu cha Isaya. Maanake Yusufu alikuwa anasoma neno. Aliyemlea Yesu akifika miaka 12 mpaka 13 anaenda hekaluni kulumbana na wale nani, wazee wa sheria, Mafarisayo. Alikuwa ni Yusufu, kwa sababu alikuwa anajua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu hakuchagua tu baba kwa bahati mbaya, alichagua baba kwa sababu kuwa anajua huyu ndo atakayemsaidia. Haleluya. Haleluya. Kwa tunaona kwamba Biblia inasema kwamba kutokea hapo
inamtambulisha Yesu, na inasema Yesu ametokea kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Alafu anasema tena yeye ni kwenye kabila la Yuda, lakini yeye pia ni amezaliwa kutoka kwa Abraham. Kila ambacho kimeahidiwa kule kimetoka kwa Abraham, kikaja kwa Yuda, kikaja kwa Daudi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, wakati Petro anasimama kuzungumza kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, sura ya 2, nadhani sijui ni mstari wa 20 pale na kuendelea, mstari wa 24 pale anasemaje na kuendelea, mstari wa 24, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Mstari wa 25 anasema, maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Mstari wa 26, kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao ukatakaa katika matumaini, au ukapata tumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Kwa maana yake hivi, mnajua Daudi alikuwa ni nabii. Kwa maana yake Daudi, Mungu alimuonyesha kwa habari ya Yesu, naye anasema ninatambua sasa kwamba hautaiacha roho yangu kuzimu. Kwa sababu zamani ulikuwa ukifa, ulikuwa unaenda kuzimu pande za mwisho, ambapo kwa walikuwa wanapata paradiso, kwa kuna shimo katikati linatenga watu wa upande huu na upande huu, si ndio? Kulikuwa hakuna ufufuo au watu kwenda mbinguni. Sasa anaona kwamba kuna ahadi kwamba sitabaki huku kudaima, hata nikifa kuna mtu atakuja ambaye atatuhubiria. Biblia inasema kwenye Ibrania, alishuka mpaka misho ya dunia akawahubiria habari njema, na waliokubali akatoka nao. Ndio maana mtaani waliona makaburi yakifunguka, wale walioamini walienda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona hichi ambacho kimetangazwa kwenye neno la Mungu kinakuja kuonekana. Na sasa alipotoka kule kwenye kifo na mauti, kwa sababu anachokisema ni kwamba nitapigwa. Unakumbuka alichokuwa anawaambia wanafunzi? Alikuja akaanza kusema, kama mimi naponya kwa nguvu za Mungu, maana yake kidole cha Mungu kimefanya nini? Kimefika duniani na ufalme wa Mungu umewajia. Ndio alichokisema, si ndio? Baada ya kuponya, kusamea watu makosa, wewe ni nani hata usamee makosa? Alikuwa anasema hivyo, si ndio? Lakini yeye anajua nimekuja kutangaza na kurudisha kile kilichokuwa kwenye bustani ya nini? Ya Eden. Kwa alipotoka hapo akawaambia wanafunzi wake, imenipasa mimi kwenda kurudisha amani na uzima, na naenda kuchukua funguo za kifo na mauti. Wakajua mfalme wetu, na akamwambia hautakufa na kufanya kati wewe ni mfalme. Petro huyo akamwambia, pita nyuma yangu Shetani, maana hauyajui hayo mawazo yako sio mawazo ya Mungu. Mimi sijawazwa kutembea nitoke kama mfalme mbele za watu. Mimi nimewazwa kwenda kuuawa ili kuwa mfalme. Hauhitaji kunitetea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunaona kifo cha msalabani ilikuwa ni kung'atwa na nyoka kisiginoni. Utamponda kichwa, naye atakung'ata nini? Kisigino. Sasa akajua nimemaliza, kumbe hajui kuna kupondwa kichwa. Ndipo anashangaa, anatokea kuzimu na kumnyang'anya mamlaka. Biblia inasema kitabu cha Isaya, amemchinja na kumkatakata huyo Lewiathan, nyoka mkuu wa zamani. Kwa kile kitendo cha Yesu alipokufa na kwenda paka pande za mwisho za kuzimu, ndio kitendo cha kuharibu kabisa nguvu ya Shetani. Sema akamuua na kumkata kichwa yule nyoka mkubwa ajulikane kama nani? Lewiathan. Anasema aliyokuwa kwenye maji. Kwa aliuliwa na Kristo kwa yeye kwenda msalabani na kukubali kufa. Yeye alimponda kisigino, yeye akapondwa kichwa. Alipotoa akasema kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 na kuendelea, anasema nimetoka, tazama sasa hivi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ninawapa nyinyi, enendeni mkawafanye wengine kuwa wanafunzi wangu. Walipotoka, kile alichokuwa anakifanya Kristo wakawa wanakifanya wao. Wakafanya nini? Ekeni mikono juu ya wagonjwa, wanapona. Kemea mapepo, yanatii. Kile ambacho kilikuwa kinafanyika na Kristo, ile uponyaji ambao Kristo aliuachia pale msalabani, ndio tunaotembea nao sasa kwenye hichi kizazi kipya mpaka tunapoenda. Na anasema hivi, mwisho wa siku, kitabu cha Ufunuo, anasema nitarudi na nitamharibu kabisa Shetani, alafu nitaikunja dunia kama karatasi, alafu nitakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Wapi tunarudishwa? Bustanini tena. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa? Hiyo ndo Pasaka.
Tutakuja kuongelea tena zaidi yale ambayo Bwana anataka kuyafanya, ambao ameahidi. Tutaona nguvu ya damu ya Yesu. Kwa nini damu ya Yesu? Nguvu ya neema. Maisha baada ya msalaba yakoje? Maana watu wengi wameishia msalabani. Yaani wameishia pale kwenye kusikitika, na Yesu wao yuko msalabani mpaka leo. Lakini Yesu hayuko msalabani. Inapaswa kwenye makanisa kuwe na misalaba tupu, sio misalaba ambayo ina nini? Ina Yesu ananing'inia. Yesu alifufuka, hakubaki msalabani. Maisha baada ya msalaba ni nini? Maisha ya kuwezeshwa na Kristo. Chochote unachokihisi, hata kama una utu wema ndani yako, sio kazi yako. Sio kwa sababu umejizuia. Usiseme mimi sijaenda kutenda dhambi. Inatakuwa sio usiende kutenda dhambi. Inatakuwa ni Yesu awepo ndani yako, hata ukitamani kuitenda usiweze kuitenda. Ndio maisha baada ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pale ulipo, hebu inua sauti yako, tumshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa jioni ya leo. Kazi njema uliyokuwa unaiandaa kwa ajili yetu, sasa umeirudisha kupitia Kristo kufa pale msalabani, kulipa gharama ya bei ghali ili sisi turudi katika ile nafasi. Bwana, ninakushukuru kwa kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Inaona Bwana ukirejesha ile nafasi ya bustanini, ukirejesha tena yale mahusiano ya bustanini kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana adui tunajua amekuwa akipiga kelele kwenye masikio yetu kuturudisha katika ile hali ya kurudi Babylon, ile hali ya kuanguka, ile hali ya kuwa chini. Lakini Bwana, tunajua tunao msaada katika Kristo Yesu, maana alishuka mpaka pande za chini akamnyang'anya adui mamlaka. Mamlaka ya shetani haina nguvu kwenye maisha yangu. Bwana, siruhusiwi kuwa mgonjwa kwa sababu ulichubuliwa kwa ajili yangu. Adhabu ya amani yangu Bwana, siruhusiwi kukosa amani kwa sababu adui alishanyang'anywa hiyo mamlaka ya kunisababisha mimi nijihukumu, kusababisha mimi nisiwe na furaha ya maisha. Bwana, nasema asante, maana Bwana ulichokifanya ilikuwa ni picha ya ajabu, ilikuwa ni mission ya kushangaza, ambapo Bwana akapigwa na bumbuazi shetani, maana hakutegemea hili ndio analenda kulifanya kwa ajili yangu, kwa ajili ya maisha yangu. Mwambie Bwana, nakushukuru, maana Bwana leo nimejua kwamba umeyafanya yote uliyoyafanya ili kunipa nafasi nisiyostahili, ili kuniweka mahali ambapo sikustahili kuwepo. Bwana, ninakushukuru. Bwana, ninakuinua katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kibali chako. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Uko hapa hujaokoka, hujampa Kristo maisha, hujaunganisha maisha yako na kazi kubwa ambayo Kristo ameifanya pale msalabani. Nataka nikupe nafasi. Nione mkono wako. Uko hapa hujaunganisha maisha yako na Kristo. Uko hapa haujaunganisha maisha yako na Kristo. Labda unanitazama hapo unaponiangalia saa hii na umesikia hii habari ya kile ambacho Mungu amekifanya na msaada ambao ameutoa kwa ajili yako. Niko hapa kuomba na wewe, niko hapa kusema na wewe. Hebu omba nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, leo nimejua habari zako, nami natamani nikujue kwa karibu. Ingia ndani ya maisha yangu, niumbie moyo mpya. Puliza tena pumzi yako ya uhai katika maisha yangu, ili niishi tena, ili niwe nafsi hai tena. Ondoa kila hali ya kujiona tupu, ya kujiona sijajaa ndani ya maisha yangu. Nijaze kwa uwepo wako na nguvu zako, nisitake chochote, katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana leo nimeanza maisha mapya na Roho wako anakaa ndani yangu. Nimekuwa hekalu lako katika jina la Yesu. Asante Yesu. Baba, ninamwombea ndugu huyu ambaye amekiri maneno haya. Bwana, kukawe na utimilifu wa ahadi zako, kwamba Bwana, kwa mmoja alipotenda dhambi tulikufa, lakini kwa utii wa mwingine ambao ni Kristo Yesu tumeishi, tumepata uhai. Ndani yako tunaenda, ndani yako tunasogea, na ndani yako tumekuwa na uhai. Bwana, asante kwa sababu tunaishi ndani yako. Na Bwana, kuanzia sasa anaanza ku experience maisha mapya ya amani, ya kufunikwa, ya kutoshelezeka. Haijalishi hana nini kwenye maisha yake, utoshelevu unarudi kwenye maisha yake kuanzia sasa. Kama Paulo anavyosema, kuridhika na utauwa yatosha. Bwana, umsaidie katika hali yake Bwana, kuweza kuwa na mridhiko ya yale ambayo Bwana umembariki kwayo, akiendelea kukuamini kwa makuu katika jina kuu la Yesu. Utulivu ndani yake,
hali ya kuacha kuwa mtu ambaye ni mtegemezi, ambaye anategemea sana kusaidiwa, ambaye anategemea sana maisha ya wengine, ambaye anatamani mpaka anakosea kwa sababu ya kuwa na uhitaji usiojazilika kwenye maisha yake. Bwana, ninakushukuru kwa kuwa umetusikia. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka. Bariki kila atakayenyoosha mkono wake kutolea, na maisha yake asibaki vile alivyo. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Wamelindwa hawa, wametunzwa na kuhifadhiwa katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.